Zenu, karibuni darasani. Leo tutafanya makeup hii ambayo unaiona ni kwa Black Beauty. Wale ambao mnasemaga, madam, makeup ya mtu mweusi inakuwaje? Sasa leo twende pamoja hatua kwa hatua. Kwanza kabisa tulianza kwa kumsafisha mteja wetu, and then baada ya hapo nilipaka primer. Baada ya primer sasa nitakwenda kuanza kwa kutumia styling soap. Itanisaidia kulaza nyusi za mteja wangu. Nadhani ukiangalia nyusi hii ya kwanza ambayo tayari nimepaka na hii ambayo bado, tayari unaona ule utofauti. Sasa kwa nitakwenda kupaka sehemu zote mbili kisha nitaendelea. Kama zitakuwa zina unyevu sana, una uwezo wa kuweka puff powder au katumia setting powder kidogo tu ili kuifanya nyusi zako ziwe kavu vizuri, hata unapoenda kuchora wanja iwe ni rahisi. Kwenye kuchora wanja tutaanza kuchora frame upande wa chini kama hivi ambavyo unaona. Nitachora upande wa chini kisha nitakwenda kuchora na upande ule ambao ni wa juu. Sawa sawa. Usichore frame pana sana, usichore frame ndogo sana. Ukichora ndogo sana, wanja wako utakuwa mwembamba sana. Ukichora pana sana, wanja wako utakuwa mpana sana. Inahitaji muda, just relax, twende taratibu, tujifunze hatua kwa hatua. Kama kuna sehemu unahisi hujaona vizuri, una uwezo wa kuirudisha hii video nyuma, ukaangalia mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, kisha nenda kafanye practical. Sawa sawa. Tunachora wanja. Kwa wale ambao ni wanafunzi wangu ndo tunaanza hatua kwa hatua. Umejifunza makeup yote kwa ujumla, lakini usifanye vitu vyote ndani ya siku moja. Una uwezo wa kuanza na wanja tu, ukachora angalau siku 3 mpaka 4, hata kama ni wiki moja. Ina maana maendeleo yatakuwa ni mazuri. Ikija wiki ijayo utakuja hatua nyingine, utaanza na wanja, alafu utafuata ile hatua inayofuata. Sawa sawa. Kwa mpaka unafikia ile hatua ya mwisho wa lipstick, utajikuta tayari wanja wako umenyooka vizuri na hatua zote ziko vizuri. Tutachana nyusi zetu kisha tutakwenda kushape wanja wetu kwa kutumia concealer. Hii ambayo naiona hapa. Narudia tena. Tutatumia concealer. Kama ni mtu mweupe tutatumia concealer nyeupe, lakini kama ni mtu mweusi tutatumia concealer nyeusi. Zingatia kwenye upande wa rangi. Kuna watu wengi mnajua kufanya makeup nzuri, lakini changamoto inakuwa ni kwenye rangi. Unakuta rangi hamwezi kuchagua vizuri. Kwa hiyo utakapofanya mistake kwenye rangi, usitegemee matokeo ambayo ni mazuri. Sawa sawa. Kwa tutachora wanja upande wa chini, tutakwenda kuchora wanja upande wa juu. Wakati naenda kuchora sasa na upande wa juu, naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya saluni kwa ujumla, karibuni sana chuoni kwetu. Tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki, tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote yanayohusiana na saluni. Una swali na chochote, niandikie kwenye comment hapo chini. Unahitaji kujifunza zaidi, karibu kwenye madarasa yetu. Ada zetu kuanzia shilingi 300 mpaka shilingi 600. Karibuni sana. Hostel zipo ni shilingi 100 kwa kila mwezi. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, huna ndugu Dar es Salaam, njoo tutakupokea vizuri. Hostel zipo. Juu nilitumia tu foundation ambayo inaendana na rangi ya mteja wangu, kwa sababu nikija kupaka tena foundation hizi sehemu za juu zaidi, kazi yangu itakuwa ni ndogo tu, ni kublend, nimemaliza. Sawa sawa. Wanja wangu umekamilika kama hivi ambavyo unaona. Nitakwenda kublend vizuri, kusambaza hizi foundation, kusambaza hizi concealer, kisha nitaendelea na hatua nyingine. Kwa wewe ambaye unajifunza sasa, leo ni mgeni, naomba nikusisitize, kila hatua inahitaji muda. Tumia muda wako vizuri, usiwe na haraka, just relax, hakuna sehemu unawahi. Sawa sawa. Kujifunza makeup hakuna mwisho, hata kama ukijua kila siku bado itabidi ujifunze kitu kipya. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, usifanye vitu haraka haraka. Kuna wengine unakuta leo unataka upake wanja leo ujue, eyeshadow leo ujue, makeup kila kitu ujue leo, hapana. Sawa. Kwenye upande wa macho huko nimeanza na concealer. Concealer una uwezo wa kuitumia kama base. Concealer inaweza kufanya eyeshadow yako ishike vizuri na iwe na muonekano mzuri. Sawa. Kwa hiyo nitaiblend concealer yangu kama hivi ambavyo unaona. Nitaiblend vizuri kisha nitakuonyesha hatua gani nyingine ambayo inafuata. Una swali na chochote, niandikie kwenye comment. Kuna wale ambao mtahitaji makeup set. Makeup set zipo kuanzia shilingi 200,000 na kwa ni seti iliyokamilika, utakuwa na uwezo wa kumremba mteja wa rangi yoyote ile. Sawa sawa. Shilingi 200,000, 250,000, 300,000 kuendelea.
Sawa, ukinunua vifaa kwetu darasani unaingia bure wiki nzima. Upo mkoani na kutumia video yenye maelezo kama hivi ambavyo unaona hatua kwa hatua na kuelekeza. Hii nayotumia ni poda. Natumia poda kulingana na rangi ya mteja wangu. Kwamba leo tuna Black Beauty, kwa lazima tu balance kila kitu. Sawa. Kwa hiyo nitatumia poda inayoendana na rangi ya mteja wangu kama hivi ambavyo unaona kwa ajili ya kuificha au kuiondoa ile concealer. Sawa. Taratibu tu, usiwe na haraka, tutaenda hatua zote na utaelewa. Sawa? Kwa hiyo nita blend. Hii nayotumia hapa ni highlighter. Sawa, hii unaweza ukaitumia kama highlighter, unaweza ukatumia kama eyeshadow. Vyote vinawezekana. Kwa hiyo nita blend vizuri kama hivi ambavyo unaona. Baada ya hapo tutaenda katika upande wa eyeshadow. Leo bwana nina eyeshadow ile ambayo inakuwa 4 kwa 1. Yaani ukiifungua hivi unakutana na eyeshadow, unakutana na highlighter, unakutana na blush. Sawa. Kwa hiyo nimeanza kupaka hapa pembeni kama hivi ambavyo unaona, alafu nitarudi katikati. Rangi ambayo natumia rangi ya udongo kwa ajili ya kuweka ule mkunjo wa jicho la mteja wangu uonekane vizuri. Hakikisha una blend rangi zako vizuri. Blend. Sambaza vizuri. Sawa. Kwa baada ya kusambaza jicho la kwanza, nitakwenda tena kupaka rangi ambayo nahitaji upande wa mbele. Pale naweza nikatumia highlighter ile ambayo ina shine zaidi, ikakaa vizuri, au unaweza ukatumia rangi yoyote ambayo unaihitaji wewe, au ukatumia rangi ambayo nimeitumia mimi. Cha kuzingatia, hakikisha una blend rangi zako vizuri. Baada ya kupaka eyeshadow, hatua itakayofuata ni kwenda kuchora eyeliner. Sawa? Nitachora eyeliner yangu. Zingatia usichore eyeliner pana sana, usichore eyeliner nyembamba sana, kwa sababu ukichora eyeliner pana sana ni rahisi mteja wako kuichafua jicho. Yaani ukichora eyeliner kisha mteja anaangalia chini kwanza ikauke vizuri, kama una kafeni unaweza kutumia feni yako ikakauka vizuri, alafu kaendelea na hatua nyingine. Tumia beauty blender kwa ajili ya kusafisha upande wa chini ya jicho la mteja wako kama hivi ambavyo unaona. Sawa. Kwa baada ya hapo tutakwenda sasa kupaka ni foundation. Kumbuka tulishapaka primer, kwa twende tukapake foundation. Sawa. Kwenye upande wa kope sio lazima sana. Kama mteja atahitaji kope, utabandika kope zako za mkanda kama mimi, au kama alikuwa na kope zake za moja, vyote vinawezekana. Foundation zingatia rangi. Mtu mweupe foundation nyeupe, mtu mweusi foundation nyeusi, usichanganye. Mtu mweupe usije ukampaka foundation nyeusi, wala mtu mweusi ukampaka foundation nyeupe. Make sure kwamba una blend foundation yako vizuri. Tumia muda wako, usiwe na haraka, just relax. Kila hatua inahitaji muda. Blend it well. Take time. Yaani usiwe na haraka. Sawa. Kwa nita blend taratibu kama hivi ambavyo unaona. Wakati nasambaza foundation yangu, hebu niambie, unaangalia video hii ukiwa wapi? Unajifunza ukitokea wapi? Sawa, niandikie kwenye comment hapo chini. Una swali na chochote, niandikie kwenye comment hapo. Sawa. Tunaelewana? Haya, kwa mimi nitaendelea kuiblend nani yangu vizuri kama hivi ambavyo unaona. Foundation yangu nitaiblend vizuri. Baada hapo nitakwambia ni hatua gani ambayo itafuata. Sawa. Haya. Okay. Nimekuwa nikifanya makeup kwa muda mrefu, lakini pia nakushauri kwa wewe ambaye ndo unajifunza makeup, jitahidi kufanya kila hatua kwa uangalifu. Hatua zote zinashabiana. Yaani makeup ikija kuwa nzuri, lazima tuanzie kwenye wanja, tuje kwenye kope, tuje kwenye eyeliner, tuje kwenye lipstick, tuje kwenye foundation, tuje kwenye kila kitu. Kwa vitu vyote vikiwa vipo perfect, that means kwamba makeup yetu itatokea nzuri. Kwenye upande wa kuhighlight nita highlight kwenye mshipi wa pua, chini ya mdomo, juu ya mdomo na chini ya macho. Nita highlight kisha nitakwenda kublend. Nimetumia concealer. Sawa. Tunaelewana. Nita blend vizuri
vizuri sana, halafu nitakuonyesha ile hatua ambayo inafuata. Kwa hiyo sambaza vizuri, tumia muda wako vizuri kusambaza makeup yako, usiwe na haraka yoyote. Sasa baada hapo twende tukapake poda. Mtu wetu ni black, kwa hiyo tutatumia poda ambayo inaendana na rangi ya mteja wetu. Usitumie poda ambayo haiendani na rangi ya mteja wako, utajikuta unapata matokeo ambayo sio mazuri. Kwa hiyo nitapaka poda yangu kama hivi ambavyo unaona, kisha nitakwenda kumalizia zile hatua zingine zilizobakia. Nimeambia kwamba makeup inashabiana, yani makeup nzuri itahitaji na wewe pia uwe na kila hatua uifanye vizuri. Kama wanja utatoka vibaya, inamaanisha kwamba makeup yako tayari ni mbaya. Kama lipstick utapaka vibaya, kwa hiyo vitu vyote, hatua zote lazima tuzifanye kwa uangalifu na kwa umakini na kwa usahihi kabisa. Naomba niwakumbushe, karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora. Tunafanya makeup aina zote, tutakufundisha kufanya makeup, tunapamba maharusi, tunafundisha kusuka. Kwa hiyo wewe unahitaji kujifunza kozi ya saluni, njoo darasani kwetu, muda ndio huu. Sawa, yani usisubiri muda mwingine. Umemaliza form 4, umemaliza darasa la 7, upo nyumbani, huna idea yoyote, huna fani yoyote. Njoo upate fani, ufanye kazi ya mikono. Sawa, baada hapo nilienda nikapaka setting powder, nikambana mteja wangu akapendeza. Sawa, nadhani nikuja nita brush hizi poda ambazo zilikuwa zimebakia, kisha nitakwenda kumalizia hatua zile za mwishoni. Sawa, kama una swali, sehemu hujaelewa, niandikie kwenye comment. Kama utafanya makeup utahitaji kunitumia feedback, kwa sababu hapa YouTube huwezi ukanitumia feedback hapa. Hakikisha kwanza umesubscribe channel hii ya Farida Othman, kisha nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona katika screen. Uniambie either nikuunge kwenye grupu, au kama utanitumia feedback yako niweze kuirekebisha. Vyote vinawezekana. Tunaelewana? Haya, hii namalizia ni blusher, ipo kwenye poda. Sawa, blusher yangu miko pale pale kwenye poda, natumia blusher yangu kama hivi ambavyo unaona. Alafu nitakwenda kumalizia na highlighter, bila kusahau makeup fix ambayo itasaidia kuiset makeup yangu pia ikae muda mrefu. Tunaelewa? Okay. Haya, upande wa lipstick una uwezo wa kuchagua wewe kulingana na mteja wako. Either mteja wako ana, kwa mfano mtu mweusi, usitumie rangi ambazo zina shout sana, rangi ambazo zipo yani zinaonekana sana. Hapana, una uwezo wa kutumia rangi hizi za nude na mteja wako akapendeza na akawa na muonekano mzuri. Sawa? Tunaelewana? Kwa hiyo jihakikishie kwenye hilo, usitumie rangi zile ambazo zina pop, yani kuna rangi zingine zinakuwa zinaonekana sana, kwa hiyo zinakuwa hazimpi mteja ule muonekano ambao sisi tunauhitaji. Sawa? Twende tukaanze kwa kupaka wanja wa brown, alafu katikati tuweke rangi ambayo ni ya nude, alafu nitakwenda kukuonyesha muonekano wa mwisho. Kwa wale ambao mtabahatika kuja kusoma darasani kwetu, naomba nikwambie kwamba sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. Sawa, yani tutakufundisha vizuri, kwa upendo, kwa uangalifu, kwa kukufuatilia. Kwa karibuni sana. Ukinunua vifaa kwetu, darasa ni bure wiki nzima. Usije ukanunua vifaa sehemu nyingine ukitarajia kwamba utapata muonekano ambao mimi naupata. Kama umependa muonekano wangu, hakikisha kwamba unatumia vifaa ninavyotumia mimi, nikuelekeza ninachokifanya mimi, angalia mikononi na usoni kunaendana. Jamani, karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo kwa ujumla. Tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Namba ni hizo ambazo na kwenye screen. Mteja wangu alipendeza sana sana sana. Mimi niseme asante, naendelea kujifunza nasi. Na mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Bye bye.